Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Februari 18. Somo lisemalo, wakumbuke hasa washiriki wa kanisa walio wahitaji. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi nzuri uliotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo, kadiri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamii ya waaminio. Wagalatia 6 mstari wa 10. Kwa namna ya pekee, Yesu aliweka juu ya kanisa lake wajibu wa kuwajali wahitaji miongoni mwa washiriki wake. Anaruhusu watu wake walio maskini kuwepo katika mipaka ya kila kanisa. Wanapaswa kuwepo miongoni mwetu siku zote, na anaweka juu ya washiriki wa kanisa wajibu binafsi wa kuwatunza. Kama ambavyo wanafamilia wa familia ya kweli wanajaliana wao kwa wao, wakiwahudumia wagonjwa, wakiwasaidia walio dhaifu, wakiwafundisha wale wasiojua, wakiwafundisha wasio na uzoefu. Ndivyo ambavyo kaya ya imani inapaswa kuwajali wahitaji wake na wale wasiojiweza. Ni wajibu wa kila kanisa kuweka mpango makini na wa haki kwa ajili ya kuhudumia watu wake maskini na wagonjwa. Upuuziaji wowote wa sehemu ya wale wanaodai kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, kushindwa kuhudumia mahitaji ya kaka au dada anayebeba nira ya umaskini na mateso, unanakiliwa katika vitabu vya mbinguni kama vile tu ametendewa Yesu katika nafsi ya watakatifu wake. Madai ya ajabu sana ambayo Bwana atawadai watu wengi sana, ambao wanawasilisha maneno ya Yesu kwa wengine, lakini wanashindwa kuonyesha huruma ya pekee na kuwatunza kwa umakini ndugu katika imani ambao hawajajaliwa kuwa na mafanikio kama wao. Mkristo wa kweli ni rafiki wa mtu maskini. Anamhudumia ndugu yake asiyejaliwa kuwa na uhakika wa kesho, kama ambavyo angeihudumia mmea laini, mwepesi kudhurika na kuvunjika. Mungu anawataka watendakazi wake kuwatembelea wagonjwa na wanaoteseka kama wajumbe wa upendo na rehema yake. Anatuangalia ili kuona jinsi tunavyohudumiana sisi kwa sisi. Kama tunafanya kama Kristo katika kushughulika na watu wote,
wa juu au wa chini, matajiri au maskini, na walio huru au kifungoni. Hakuna swali kuhusiana na maskini wa Bwana. Wanapaswa kusaidiwa katika kila hitaji kwa namna ambayo itawasaidia. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, wakumbuke hasa washiriki wa kanisa walio wahitaji. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa somo zuri ambalo linatupasa kuwahudumia maskini wa imani yetu. Tukumbushe Baba kufanya hivyo, kwani ndiyo dini iliyo safi. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole.